أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين والحقنا بالصالحين. افتح علينا بالحق فأنت خير الفاتحين. اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. مسألة هاي مسألة ليس كذلك؟ وفي الفاتحة نكتيك سورة الفاتحة 14 شدة. كنوا شدة ngapi؟ 14. 3 منها في البسملة تاتو katika hizo zipo katika والباقي في الباقي na shadda zilizobaki zipo katika zilizobaki. Fala budda min al-ityan biha jami'iha, hakuna budi lazima uzisome shadda zote. لأن الحرف المشدد كسباب حرف شدة عبارة عن حرفين، عبارة ya herufi mbili ambazo kamba zimefanywa idgham. Kwa hivyo ukisoma bitakhfif itakuwa kuna harfu nyingine ambayo kwamba umeiacha. Faman taraka tashdidatan wahidatan min al-Fatihati, mwenye kuacha shadda moja katika suratul Fatiha au harfan au abdala harfan biharfin, au akabadilisha herufi kwa kutamka herufi nyingine, kama kama mtu alisema badala alladhin ihdina siratal mustaqim siratal ladhina, akasema nini allazina, akasema allazina, au badala wala dhallin akasema wala dhallin, au nahwa hadhihi alashya, au mfano vitu kama hivi. Lam tasihha fatihatuhu, suratul Fatiha yake haitosih. Wabitali na vile vile lam tasihha salatu, sala yake haitosih. Na katika nafilatul qawl ni watu kutanabahisho pia kusoma ile qafu ya kibedui ambayo kwamba wanasoma Waarabu wa Yemen sana sana. Qafu wanasoma ga, ushaona ga qala Allah, ile hakuna ni qafu ya kibedui, ile unakuwa unaharibu qiraa yako. Katika sahifa 206 nasema wakadhalika vile vile yajibu tambihu, ni wajib kwa kutanabahisha ala harfi alqaf, juu herufi ya qaf. Fa inna ba'd an-nas, hakika baadhi ya watu, fi ba'd al-buldan, katika baadhi ya miji, yaqra'unaha bilqaf albadawiyya, wanasoma kwa ile qaf ya kibedui, ay bima yuntaq bihi harf jim. Nini nasoma vipi kizungu G? So ila ambapo kama ilitamkwa G fi lughati latiniya, kilatini, yani qaf wanasoma ga. Wa hadha an-nutq khata'un, kutamka huku ni makosa. Wajibu an-nutq bil qaf al-ma'rufati al-mashhurati, ni wajib kutamka qaf ilo mashuhuri ambapo kama ni fasaha. Wa adamu al-ihtijaj, na kutoku kujitolea hujja, kujitetea bil hujjaj al-farigha, kwa hoja ambazo kwamba chupu kabisa hazina mashiko. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo kusoma kama vile Waarabu wa Yemen wanavyosoma qaf katika suratul Fatiha ukasoma ga, huna swala, qiraa yako ni batil. Na lilasaf kuna baadhi ya Waarabu wa Yemen wengine wanasibika ni mashekhi kabisa wanasoma hivyo, bali wasoma qaf wanasoma ga, hakuna ga katika Qur'an. Hiyo mambo mkiwa mnazungumza maneno sawa. قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، أمسيما الإمام النووي كتاب شاك شرح المهذب: لو قرأ الفاتحة بلغة لبعض العرب، لو تصوم سورة الفاتحة كلغة بعض وعرب غير المقروءة بها، يعني لغة بكم سيئة inasomewa lam tasih, haitosih. Yani kusoma suratul Fatiha lakini kwa lahaja ya Waarabu wengine ndio kama hivi, sema haitosih. Walam yajuz fi ghairi as-salati aidan, na haitofaa pia katika sehemu isiyokuwa swala. Yani hiyo pia qaf kuibadilisha, mathalan ukitamka hiyo ga katika nje ya swala pia kama ni kwa Qur'an pia la yajuz.
وقد أصاب ابن حجر المكي جدا حقيقة مبتية سانا الإمام ابن حجر المكي في تحفة المحتاج كتبشاك تحفة المحتاج حيث قال في البسيمة ولو أبدل حاء الحمد لله لو تبلش حاء الحمد لله هاء لكي يسمى حاء ها يسمى الحمد لله كما بعض جهل بعض مسكيتي أنا سميف أو نطق بقاف العربي أو كتمك لقاف يا ورابو بكم المترددة بينها وبين الكاف بكم ينزنقك بين يا قاف ننين نكاف يعني بين والمراد بالعرب المنصوبة إليهم na makusudia Waarabu ambao kwamba walionasibishiwa hiyo akhlatuhum ni wale waliochanganyikana alladhina ambao kwamba la yu'taddu bihim ambao kwamba hawazingatiwi akhlat yani Waarabu waliochanganya sio wale Waarabu quh wa kitambo na Waarabu wale wenyewe wanatamka vile safi walidha na kwa namna hiyo nasabaha baadhi la imma wamenasibisha baadhi ya maimamu li ahli al-gharbi wamenasibisha na watu wa nchi za kimagharibi wa Saidi Misra na sehemu ya Saidi ni sehemu Misri kule Saidi Misri batalat salaki itakuwa imefanya nini batilika illa in ta'azzara at-ta'allum isipokuwa ikiwa ni haikuwezekana kusoma kabla khuruj alwaqti kabla ya kutoka wakati yani haikuwezekana mtu kusomeshwa ile qafu ya sawa sawa au ha sawa sawa kabla ya kusoma kutoka wakati basi hapo sawa lakini wa illa nafasa lazima asomeshwe asema lakini waqtida'u kalami jam'in na mpelekeo ya maneno ya grupu katika wanazuoni bal sarihuhu bali uwazi wa maneno yao as-sihhatu ni kufanya kusihi fi qaf al-arabi katika kusoma ile qaf ya Waarabu al-mutaraddid baina al-qaf wal-kaf si ndio wa in qala hata kama akiweza ay ala nutqiha bil fasiha in hata kama akiweza kutamka kwa ufasaha baadhi ya wanazuoni wasema inafanya inasih sasa nini yasema Ibn Hajar al-Makki yani anasema yeye dhaifu kauli hiyo nini dhaif lima fi al-majmu'i kwa sababu yale maneno yalio katika majmu' lima fi al-majmu'i yani kwa ile hujja ambayo kwamba iliyotajwa katika al-majmu' sharh al-muhadhab ya al-Imam an-Nawawi annahu ya kwamba idha nataqa bisin pinda kitemka sin mutaraddidatin bainaha wa baina as-sad ambayo kwamba iko baina sin na nini na sad batalat salakita batilika in qadara akiweza kurekebisha wa illa na akitokuwa asipoweza ushaona yani mtu hawezi jahil mathalan fala salaka hitubatilika inda al-ajz ndio utaruhusiwa ukiwa naweza batil wayajri dhalika na linapita hilo fi sa'iri anwa'i al-abdali katika baki ya sampuli za nini za badali yani herufi zingine ambazo kwamba zinazokaliwa badali na nini ni herufi nyingine ukibadilisha ukaacha hii ukatamka badali yake makosa wa illa yataghayyar al-ma'na hata kama maana haikubadilika lazima usome qiraa vile vile ilivyopokelewa asema ma baina ash-shartatayn na maneno yaliyoko baina ya mabano mawili kuna hapo amesema ay ala nutqiha bil fasiha wasema fi qaf al-arab yanqadar ay ala nutqiha bil fasiha maana sameka baina ya mabano mawili si ndio asa min tawdihati ni katika tawdihati zangu yani ubainifu ni wake anasema idha qalat hadhami fasaddiquha akisema hadhami basi msadikisheni mkubalini fa inal qawla hakika qawli ma qalat hadhami ni ile aliyosema nani hadhami yana kusudia kwamba wakubwa wakishasema wewe hakuna tena nafasi ya kufanya tafalsuf wewe ni kukubali tu sisi tunaelewana hii beti manake ina kisa kwa Waarabu lakini mara nyingi hutumika yani kwa mfano baadhi ya watu yufridhuna araahum ala nas wanafaradhia rai zao watu wakubali mshano kwa mtu anamwambia la usitufanye bwana yani la tajali nas min babi qawlihim idha qalat hadhami fasaddiquha fa inna alqawla ma qalat hadhami sasa pia hiyo hutumika mkubwa akishasema unasema idha qalat hadhami fasaddiquha fa inna alqawla ma qalat hadhami akishasema basi hakuna tena nini hakuna mjadala asema qala al-allamatu ash-Sharwani
Asema al-Allama al-Sharwani sharihan li kalami al-Allama Ibn Hajar hunaka, akiwa anasherehesha maneno ya al-Allama Ibn Hajar al-Makki huko katika kitabu yake. Manasu manake nasi yake ni qawluhu, asema qawli yake yani qawli al-Imam Ibn Hajar al-Makki, au nataqa biqaf al-Arab, au akatamka qafu ile ya Arab ila akhiri mpaka mwisho. Asema khilafan li Sheikh al-Islam, hiyo ni kinyume na maneno ya Sheikh al-Islam ay Zakaria al-Ansari. Sisi tunasema haifai mtu yote alim yote kuitwa Sheikh wa alim imam, sawa. Lakini Sheikh al-Islam la, ingekuwa nafaa kuitwa Sheikh al-Islam ingeitwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndio Sheikh al-Islam, ama asiyekuwa Rasulullah fala nara dhalik. Asema hayo maneno Ibn Hajar al-Makki yako kinyume na maneno ya Sheikh Zakaria al-Ansari wa Nihaya, na maneno yao katika Nihayatul Muhtaj wal Mughni, na maneno yao katika Mughni al-Muhtaj. Hizo zote ni katika shuruhi za Minhajut Talibin ya Imam an-Nawawi. Nihayatul Muhtaj, kusema Nihaya maana yake kusudia Nihayatul Muhtaj, akusudia Mughni ay kusudia Mughni al-Muhtaj. Kwa hivyo nasema yale maneno ya Ibn Hajar al-Makki yanapingana na maneno ya Zakaria al-Ansari, lakini pia yanapingana na maneno yaliyoko katika Mughni al-Muhtaj na Nihayatul Muhtaj. Yeye kwake Ibn Hajar ni Tuhfatul Muhtaj, Sharh al-Minhaj. Wa ghayrihim, na wengineo min al-mutaakhirin, katika wale waliokuja nyuma ka sheikhina kama shekhi wetu, fa'atamadu sihha, wao wakategemea nini? Usahihi, ma'al karahati, pamoja na umakruh. Al-Imam Ibn Hajar al-Makki yeye anasema mtu akitamka qaf ile iliyoko baina ya qaf na kaf, swala yake ni batil. Au sin akatamka sin iliyoko baina ya sin na swad, swala yake ni. Lakini Zakaria al-Ansar na sahibu al-Mughni wa Nihaya na baadhi ya mutaakhirin katika Shafi'ia wanasema swala inasuhi, lakini nini? Makruh. Asema qala al-Kurdi, asema al-Imam al-Kurdi, wa kalamu Ibn Qasim wa kalamu Ibn al-Qasim, na maneno ya Ibn al-Qasim fi sharh bi Shujaa, katika sharh ya Shujaa mithlu ghayat taqrib, yamilu, yanapondokea ila makhtarahu, kullu alolichagua Ibn Hajar. Nani? Ibn Hajar. Je, kwamba mtu akibadilisha qafu hiyo swala yake inakuwa ni batil, min al-butlan, kutokamana na ubatilifu, si ndio? Yani kauli ile Ibn Hajar al-Makki ndio kauli ambayo kwamba yenye nguvu. Kisha mwisho anasema fa hadha al-haqqu indana, hii ndio haki kwetu sisi, alladhi, ambayo kwamba yajibu al-masiru ilayhi, inapasa kuiendea, bidalili al-ilmi, kwa dalili ya kielimu, wala iltifata, wala hakuna kuyageukia wala kuyashughulikia, ila turahati, hakuna kugeukia upumbavu, baadhi al-qaumi, wa baadhi ya watu, al-mabniyati, uliojengwa ala taassubi, juu ya nini? Juu ya taasub, ubaguzi, taasub kereketo uliopituka, wal iqlimiyati, na nini? Na ukitongoji, ushaona yani ule ukanda, wal iqlimiyati, na nini? Ukanda. Bwana sisi Waarabu wa Yemen bwana, qafu wote tunatamka ga, kwa hivyo hata katika swala lazima utamke nini? Ga. Hii ni taasub na iqlimia, shana. Wallahu almusta'an. Unajua kuna baadhi ya watu wataka kuleta ufundi mpaka katika swala. Fayajibu ala kulli muslimin, ni wajibu kwa kila muislam, an yataallama tajwid al-Fatihati, ajifundishe kusoma vizuri suratul Fatiha, ala muallimin, kwa mwalimu, asome kwa mwalimu, yutqinu tajwidaha, ambaye kwamba anajua vizuri kuisoma suratul Fatiha, wa qira'ataha, na kusoma kwake, yani kusoma na tajwid, liyatimma an-nutqu salimu biha, liyatimma an-nutqu salimu, ili kutimie kule kutamka kuliko salama, biha, kwa hiyo suratul Fatiha, si ndio? Bi ikhraj al-hurufi, kwa kutoa zile hurufi, min makharijiha, katika makharaji yake, wal itiyani bi shaddatiha, na kuleta shadda zake, wa adami al-ikhlali, na kuto kuzitilia mwanya, yani kuziharibu, bi hurufiha, kwa herufi zake, kama anatoka biha sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani utamke kama alivyotamka Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa allamaha ashaba, na akawafundisha masahaba zake, wa tawaratha, na wakarithishana ulama al-muslimina, ulama wa Waislamu, tabaqatan an tabaqatin, kundi baada ya kundi, si ndio? Au watawaratha ulama al-muslimina tabaqatun an tabaqatin.
يعني على أنه بدل يا علماء. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح حقيقة مسلم تسمى katika hadithi sahih صلوا كما رأيتموني أصلي صليني كما ملفونيون ممنا نصلي ونص العلماء نكاليز علماء على ذلك جوهيل صريحا واzi kabisa. Asema hash nambari 207 hadithi يصلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري في صحيح فكلنا الإمام البخاري katika sahihi yake. ونص العلماء على هذا الحكم نص ونوزوني جو حكمه تراه تيونا في شرح المهذب للإمام النووي. مسألة هاي مسألة سمع ومن كان يخل بهذه الأشياء التي ذكرناها ومن كان يخل بهذه الأشياء نمتن بكم باتكوا أنا كوسيا بهذه الأشياء مامبو التي بكم ذكرناها تميتاج في الفاتحة katika سورة ولا يحسن قراءتها ولا hawezi kuisoma sawa sawa kama dhakarna kama tulivyo taja fala yasihhu an yaumma an-nasa haifai kuwa salisha watu linaqsi salati kwa sababu ya upungufu wa fala yasihhu haisihi an yusalli ummiyun kumsalisha mtu ambaye kama ni ummi biqari mtu ambaye kama ni qari. Ummi nani katika istilahi za fuqaha? Asema wal ummi inda al-fuqaha kwa wanazuoni fiqh huwa man la yutqin qira'at al-fatihati mtu ambaye kwamba hawezi kusoma sura al-fatiha anaitwa ummi bishaddati hawezi kusoma kwa shadda zake wa hurufiha sahiha na herufi zake mshikamani wa nahwi dhalika na mfano hilo. Walau hamala min al-ilmi ma hamala hata kama atabeba katika elimu atakavyobeba kama hawezi sura al-fatiha ni ummi. Wadalilu ala dhalika na dalili juu hilo qawlu sallallahu alayhi wasallam qawli yake mtume sallallahu alayhi wasallam ya ummukum aqra'ukum na awasalishe nyinyi yule aliyehifadhi Qur'ani zaidi yule msomi zaidi ya Qur'an ndo anafaa awasalishe watu. Rawahu Abu Daud fi sunanihi yapokelewa na Imam Daud katika sunani yake bihadha lafdhi kwa lafdhihi bi isnadin sahih kwa sanadi sahih wa huwa fi sahih al-Bukhari na hadithi ipo katika sahih al-Bukhari bi lafdhin qaribin minhu kwa tamka kwamba lipo karibu na warawahu ghayruhum na wengine wasiokuwa hao mepokea hadithi hiyo. وقال البخاري في صحيحه أمسيما الإمام البخاري katika sahihi yake يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم anasema mtume صلى الله عليه وآله وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله يا أمهم أقرأهم لكتاب الله atawasalisha wao yule ambaye kwamba anajua zaidi kusoma kitabu ya Mwenyezi Mungu. Wa hunaka adillatun adidatun fil mas'alati na kuna dalili nyingi sana katika nini katika masala haya. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وسمى الإمام النووي في شرح المهذب كتاب شرح المهذب تجب قراءة الفاتحة في الصلاة نواجب كسوم سورة الفاتحة katika صلاة بجميع حروفها كحروف zake zote وتشديداتها na shadda zake zote وهن 14 تشديدة ni shadda 14 في البسملة katika bismillah minhunna katika hizo 3 ziko ngapi 3. فلو أسقط حرفا منها لو ataondosha ataporomosha herufi katika hizo herufi zake au khaffafa mushaddadan au akailainisha ile iliyokazwa yani herufi ya shadda akasoma bitakhfif au abdala harfan biharfin au herufi akaibadilisha kuisoma herufi nyingine qafu kasoma ga ma sihhati lisani pamoja na uzima ulimi wake yani si mtu ana matatizo ya ulimi njoo kuna watu ulimi yao hawezi kutamka baadhi ya hurufi si ndio kwa wale معذورون لم تصح قراءته قراءتك هي تصح. ولو أبدل الضاد بالضاء لو الضاد يتمك الضاد لا تصح قراءتك بها. مسألة مهمة هاي مسألة مهمة. الإمام الذي يخل بشيء من الصلاة إمام بكم أنا كوسيا كيتو yote katika الصلاة أو لا يتقن قراءة الفاتحة أو hawezi kusoma vizuri sura al-Fatiha au yati bi baadhi arkaniha ghaira sahihatin au analeta baadhi ya nguzo aliyokuwa sio sahihi yajibu irshaduhu wa nushuhu ni wajib irshaduhu kumuongoza wa nushuhu na kumnasihi hatta yati bi hadhihi al-ashya mpaka vilete hivi vitu ala wajhi as-sahih kwa namna yake ambayo kama ni fa in aba akikataa au anad au akafanya ushindani au qala au akasema saafalu sahiha nitafanya ile namna sahihi wala yafaluhu wala hakufanya yajibu al-inkaru alayhi ni wajib kufanya
kumkemea, watambihu nasi, na kuwazindua watu, ala adami sihhati salati, juu ya kutokusihi sala, khalfahu, nyuma yake, in akhalla biruknin, ikiwa atakosea nguzo, au shartin, au shart. Hapo tumeelewana? Yani kuna jamaa mathalan katika msikiti wa mtaa wenu hawezi kusoma suratul Fatiha vizuri, au ana matatizo mengine katika swala na haribu, basi inafaa umfuate kumwambia, bwana wewe vitu fulani, hiyo suratul Fatiha yako ina matatizo, kwa inabidi uende ukasome vizuri suratul Fatiha. Sawa, nitafanya. Hakwenda kusoma, au akasema ndio hivyo sijui nini, umejifanya masomi na nini. Basi hatua inayofuata ni kuwatahadharisha watu, bwana yule bwana akiwaswalisha hamuna swala nyinyi, kwa hiyo mnaenda kuinama na kuinuka tu pale. Basi ndio dawa yake. Hauna semaje? Watu wataanza kusema yule jamaa fitna kweli yule. Fitna wapi? Alifanya fitna, watu wamenipokonya kibarua changu. Wal mafrudhu, na nalotakikana ayakuna immatul masajid, wao maimamu wa misikiti, a'lama an-nas, wao ni wajuzi zaidi ya watu, wa ashaddahum akhdhan bil ahwat, na wao ni watu wanachukua kwa mkazo zaidi ile kitu ambacho mwenye kutoa zaidi katika shaka, wal ahsan na nini na nzuri. Yani lazima wao zile njia nzuri za swala na qiraa na nini, wao ndio wao mstari wa mbele. Wayambaghi, na yatakana ayakuna imamu almasjidi, yatakana awe imamu msikiti taliba ilmin, au ni talibul ilm, ni mtu anayetafuta ilmu, bihaithu kwa namna talib ilmi sindio, yabhathu, anafanya tafiti, wayazdadu ala dawami ilman, na ala dawami milele anazidi ilmu, wa maarifatan na nani maarifa. Hapo tumefahamiana vizuri. Talibul ilmi inatakana awe ni ati imamu, inatakana talib ilmi. So maimamu hawa kwetu mitaani wacheza mabao hawa na wanywa kahawa kwenye mabanda, la. Shaona, hawa maimamu wacheza mabao hawa na bidii wasafishwe katika misikiti. Imamu yatakana awe talibu ilmi, mtu anayesoma kila siku, yazdadu ilman wa maarifa. Lakini ukuta kizee hapo kipo misikitini, imamu bismillahirrahmanirrahim, hujui ana yani hujui kinafanyika kitu gani, yani astaghfirullah, na hakitaki kuachia msikiti. Ushaona nini bwana, wewe umezeeka bwana, toka nenda kakae na mke wako nyumbani kule kukande, misikiti achie watu wasome. Afu anaanza kulalamika, vijana wa siku hizi bwana wanadharau kweli bwana, hataki, wataka wao kila siku kila kitu wao mbele. Ndio nyinyi hamujui, kaeni. Elimu haina ukubwa huo, elimu haizingatii ukubwa wa nini, wa umri. Elimu inazingatia maarifa. Hata kama ni kitoto kidogo kina miaka 5 6, akiwa na maarifa, huyo ndio mkubwa huo. Tuko vizuri sana. Raisi, kwani raisi yule ushaona ni mkubwa, si mkubwa, so kilichompeleka pale ni ujinga au maarifa? Naam, maarifa. Kwa hivyo loko wote chini yuko juu yao. Maana si dharura labda kiongozi kuwa ni alamu nasi kuliko wale chini. Lakini tunazungumzia ilmu kama ilmu. Sasa kuna baadhi ya vizee maskini ya Mungu huko, wengine wamekwama huko kwenye maisha, wanakimbilia misikitini huko. Wako wengine hivyo wamejaribu huko ujanani huko, wamekwama. Wakaona dawa nini? Ni hapa msikitini tu banani hapo. Ushaona? Wamestaafu huko kwenye makazi yao, sasa wamekula pesa zao za mafao zote, wanakimbilia msikitini sasa kuja kuwabana watu huku, kuja kula sadaka za msikitini, kuja kama msikiti uko na mali, ndio kila siku nasikia migogoro ya mali. Ukigusa tu kuhusu imamu, akigusa tu kuhusu masala ya pesa, yani wanakuwa wakali kweli kama nyuki vile. Ushaona? Sasa hawa inabidi warudi nyumbani kwao huko, wasafishwe misikitini kabisa, waje kuswali tu na kuondoka. Sawa. Asema yambaghi an yakuna al-imam al-masjid talib ilmin wala yaqifa wala asisimame inda hadd al-wadhifa, katika mpaka wa nini, wa kazi, wal murattab na nini, na mshahara, wa shahadati na shahada. Mimi nishasoma, nimepata shahada, kazi yangu nimeipata hii, mshahara wangu naupata mnono, naenda kulala sasa, tandika ulale. La, takana wa talib ilm.
Asema katika hashi hapo kuna maneno mazuri sana ya al-Imam Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, kalamun yuktabu bimidadi dhahab. Sema قال سيد الإمام المحدث عبد الله بن الصديق الغماري أعلى الله درجته. أمسيما الإمام عبد الله بن الصديق الغماري في كتابه كتبتاك الرد المحكم المتين ما نصو منا بكم نصيا كنين. سيما فإن كنت تعتقد ukiwa itakidi أن ورقة الشهادة التي أخذتها ya kwamba le gamba karatasi la shahada ulilolichukua taj'aluka litakufanya fi masafil ulama, litakufanya kuwa katika daraja za wanazuoni, fi masafil ulama, litakuweka katika daraja za wanazuoni, watuhamiluka, litakubebesha wewe mas'uliyata tablighi ilmi, majukumu ya kufikisha nini, fa anta fasidul i'tiqad, wewe itikadi yako ni mbaya, ba'idun anis sawab, uko mbali kabisa na usawa. Yani ukiwa unatakiri kwamba ukishasoma basi ushamaliza thanawi kulia swini basi wewe ushabeba ile gamba lako ndio mwanazuoni tena una majukumu ya kusomesha, asema anta fasidul i'tiqad. Kwa sababu gani? Alam ta'lam, hivi hujajua anna hadhihi alwaraqata, kwamba hili gamba la shahada hiya allati afsadat alilma, ndilo lo haribu elimu, bal qadat alayhi, bali limeua kabisa elimu, bal qadat alayhi, bali limeua ilmu, imeuawa na haya mashahada. Pamoja na kuwa hatupingi umuhimu wa nini wa shahada kulingana na ulimwengu tunaoishi, lakini ilmiyan si vitu vinavyozingatiwa. Waja'alat min aljahlati ulamaan, na likawafanya katika wajinga kuwa ni ulama. Haithu yataqaddamu liakhdhiha, kwa sababu anaweza kwenda kufanya nini, kulichukua. Haithu yataqaddamu liakhdhiha, kwa sababu anaweza kwenda kulichukua. Kullu man yahfadhu mawadhi' at-ta'yin, kila anaohifadhi zile sehemu za zinazoainishwa kwenye mtihani, la ghairu, sio zinginezo. Yani gamba la shahada mtu kihifadhi zile sehemu zilizoainishwa kwenye maswali, basi unalichukua, uwe unajua yale ulioyajibu ama huyu wayajua. Wayulqiha, na anayasoma yale kama hafidha, kama alihifadhi. Kama ni kuandika utaandika, utaweka kama ulivyohifadhi. Kama ni kusoma shafawi utasoma vile ulivyohifadhi. Fa ilam yuhsin alhifdha, asipoweza kuhifadhi vizuri, au ilqa, au asipoweza kusoma vizuri, tadharra biwasilatin, anafanya nini, anajipenyesha kwa nini, kwa wasila, shana, kwa connection ila almumtahinina, kwa wale wenye kusimamia mitihani, watahini. Wa hadhihi hiya alwasilatu almahdhura, na hii ndio wasila ambayo kwamba iliyoharamishwa. Yani asema shahada unachukua kwa namna hizi, ima umehifadhi vizuri zile sehemu za mtihani utalipata gamba lako, ama hujahifadhi lakini katadharra kidogo, ukapenyeza rupia, penyeza rupia, basi ukapewa max. Hapo tumefahamiana? Sema na rupia hii, yani wasila huu wa mtu kwenda kuhonga watahini ni haram. Wewe unayehonga unafanya haram, na yule anayehonga pia unafanya, kwa sababu ni ghishi, unaofanyia ghishi nani? Umma. Unajua ni alim, utakombe ni jitu jahil, sababu ni wewe. Asema fayakhruju fi kila alhalain, basi anatoka katika hali zote, ima hali ya kwanza alohifadhi au hali ya pili alohonga, min alimtihani, anatoka katika mtihani. Waqad hasala ala alwaraqa, amepata karatasi, wa luqiba aliman, shayto tayari nani? Mwanazuoni. Wa asbaha yatatallau ila alwadhifa, wa asbaha, na amekuwa sasa yatatallau ila alwadhifa, anatafuta nini? Kazi. Bitalahufin, kwa shauku kubwa. Ushaona? Bitalahufin, kwa nini? Kwa shauku kubwa. Yafuku, ambako kama inapita talahufa dhamani, shauku ya mtu mwenye kiu, ila alma'i albaridi, kwenye maji, yani shauku ya mtu mwenye kiu kwa maji ya baridi. Fil yawmil qa'idh, katika siku yenye jua kali. Fil yawmil qa'idh, siku yenye jua kali. Yani asema mtu unamkuta anatafuta kazi kwa pupa kweli kweli, kulivu pupa ya mtu ambaye kama ana kiu kikali yuko jangwani au sehemu shana jua kali, anapotafuta maji ya baridi, asema basi pupa yake inazidi huyu. Fatarau, tamuona yasalu an kulli maqra'atin, anauliza kuhusiana kila sehemu ya nini, ya kusomesha Qur'ani. Wa yabhathu 'ala al-ma'dhuniyati, anatafuta nini, idhini ya kusomesha, si ndio? Wa yastafhim,
na anauliza ani imtihanat almusabaqa kutokana na mitihani yani ya mashindano lilimama kwa ajili yani ya uimamu wal adhan na nini. Kuna sehemu unatafuta muadhini, kuna sehemu unatafuta imamu, kuna sehemu hakuna sehemu kuna madrasa mtaani. Kaana kana kwamba ma kana yutaibu badanahu, hakuwa anahutabisha nini mwili wake kusoma, wayujhidu nafsahu, na akisumbua nafsi yake, illa liyuhassila ala hadha nizri, isipokuwa ni kwa ajili apate hiki kichache min hutami dunia, katika takataka za dunia, yataqadahu, anachokichukua kila shahrin, kila. Si hapo tumeelewana? Kwa hivyo anasema shahada haikubebeshi majukumu ya nini? Ya ilmu. Kitu kinachokubebesha majukumu ya ilmu nini? Ni ilmu. Asema wal musibatul udhma, na msiba mkubwa, anna al-amma, ni kwamba awam tu kawaida hawa wajinga, yattakhidhunahu marji'an, wanamfanya kuwa ni marejeo, yattakhidhunahu marji'an lahum, wanamfanya kuwa ni marejeo yao, fi ahkami dinihim, katika hukumu za, ma annahu amiyun mithluhum, pamoja kuwa ni ami mfano wao, yani mjinga kama wao. Na ndio aghlabu hao mashekhe wengi piga kelele, ni wajinga tu kama wajinga wengine. La yafuquhum fi shay'in, hajawapita katika kitu chochote, illa annahu akhadha alwaraqata, isipokuwa amechukua nini? Cheti. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu anajua kaifa akhadha, amechukua vipi, amekichukua bil haqq, amechukua bil ghishi, Allahu a'lam. Falwaqi, uhalisia ulivyo ni kwamba anna hadhihi alwaraqa, ni kwamba hili nini? Hili gamba, wa sahibul kitabi, na wa sahibul kitab, mwenye kitabu, min hamalati, ni katika walo wabebaji wa hilo gamba. Sababu yeye alikuwa kimradi bwana mmoja kwenye, ushaona ya araddul muhkamul matin, ni raddi. Sasa anasema mwenye kitabu anachomradi pia ni katika hao wenye nini? Wenye magamba, hao ambao kama wajifakiri na magamba, ni amiyu mithluhum. Yambaghi, yasema yatakikana ili gamba liwe, yambaghi an takuna, yatakana liwe unwana aljahli, inabidi liwe ni anwani ya nini? Yani ukimwona ili anasema shahada asla, inabidi iwe ni anwani ya nini? Wa ramza rukudi alfikri, na iwe ni ishara ya nini? Ya kulala na kuzorota kwa nini? Kwa fikra. Wa nadhira takasuli, ni alama ya nini? Ya uvivu. Almumbi, wenye kujulisha an dha'fi nafsin, udhaifu wa nini? Wa nafsi, wa khuluqi, na nini? Na tabia maan pamoja. Wa illa, na kama si hivyo, fal alimu alladhi, basi mwanachuoni ambaye kwamba hamuhu ilmu, hamu yake nini? La yathnihi an gharadhihi, halimtowi katika lengo lake la elimu, warakatun, gamba, wala warakatu, wala magamba mingi. Asema mwanachuoni ambaye kwamba asoma lililmi, la yathnihi an gharadhihi, halimtowi katika lengo lake warakatun, gamba, wala warakatu, la yathnihi, wala yarudduhu, ushawana, wala hazimrejeshi yeye, an mutalaati alkutubi, kutokamana kutwalini, wa muwasalati albahthi, na kuendelea kufanya nini? Kufanya bahthi, shahadatun, shahada. Yani hata apate shahada 10, basi utamuona mtu anasoma tu, anaendelea kupekua kitabu, unaona kweli huyu ni msomi. Lakini yule mtu anapata shahada alafu anasema vitabu hadha firaqu baini wa bainak. Ndio kuna watu wakishamaliza kusoma ndo basi, akishapata ile shahada ndo hagusi tena vitabu. Asema ala anna hadhihi alwaraqa, pamoja na kuwa hili gamba, min asliha, kwa asli yake, bid'atu, ni uzushi fil ilmi, katika nini? Lam takun, halikuwa hili gamba, fi ahdi alulama, katika zama za wanazuoni, alladhina, ambao kwamba kanu bihaqqin, walikuwa kwa haki kabisa, ulama walikuwa ni wanazuoni. Wama kauniha bid'atan, na pamoja na kuwa ni uzushi, fahiya madhmumatun, ni uzushi wenye kufanya, wenye kuchukanika. Mudhirratun, lenye kudhuru, uzushi wenye kudhuru. Liannaha, kwa sababu hili shahada, kanat sababa at-taqahhur al-ilmi al-mushahadi, limekuwa ndio sababu at-taqahhur al-ilmi, ni sababu ya kurudi nyuma elimu, ambapo kwamba kurudi nyuma huko kwenye kushuhudiliwa alana hivi sasa. Wa sababa iqbali hamiliha, na limekuwa ni sababu ya kuelekea walolibeba ala alwadhaif, kana kutafuta nini? Kazi. Watakasubihim, na kujichumia kwa mali, ala hisabi ilmu, kwa hisabu ya nini? Ya elimu. Yani ile ilmu yeye ndo anatumia ni ngazi, ni ngao ya nini? Ya kutafuta pesa, si kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Baada an kana alulama, baada ya kuwa wanazuoni
qabla dhuhuriha, kabla ya kudhihiri haya mashahada, yataayashuna min kasbi aydihim, wakiishi kutokamana na chumo za nini, wayanshuruna alilma, na wakitawanya ilmu, ihtisaban, kwa ajili ya kutafuta radhi za Mungu, fataamalu, basi pelelezeni. Fakana alilmu, ikawa ilmu idhaka wakati huo, fi izdiyadin muttaridin, ipo katika kuzidi kwenye kuendelea, kwenye kufuatana, fi izdiyadin muttaridin, katika kuzidi kwenye kufuatana, kwenye kuendelea. Wa ahluna, walikuwa watu ilmu, fi izzin, wapo katika nini, utukufu, wa rif'atin, na ukubwa. Kalimatuhum masmu'atun, neno lao lilikuwa lina sikika. Wa amruhum muta'un, na amri yao inatiiwa. La inda alawami wasuqati fahasbu, la inda alawami, sio kwa watu wa kawaida, wasuqati, na watu suqa ni watu wa kawaida, fahasbas, bal inda almuluki, bali mbele ya wafalme, walkhulafai, na makhalifa, walulamai, na wakubwa. Falamma jaat hadhihi alwaraqatu, lilipokuja hili gamba, wafatahat alaihim baba alwadhaifi, likawafungulia mlango wa kazi, ala alhalu bililmi wa ahli, hali ya ilmu, ala alhalu, ikaishia hali bililmi, ya elimu, wa ahli, na watu wake, ila ma tara, katika namna ambayo kwamba unaiona, wal amru lillahi, na jambo la Mwenyezi Mungu, masha Allah faal, kitu atakayo Mwenyezi Mungu anafanya. Sisi tunaelewana? Unajua zamani, yani hakuna kwamba mtu kusema amemaliza, hakuna mtu alikuwa anasoma afani. Yani watu kila siku wanasoma tu, wanafanya bahthi, wanasoma. Alafu zamani watu walikuwa wanasoma ilmu zote, soma fiqh, anasoma hadithi, anasoma nahwu, anasoma hivi. Sasa hivi hizi waraka na kwa takhasus, mimi nimetakhasus kwenye fiqh, tafikiri yao jamaa basi ni bonge la fiqh. Kumbe takhasus wenyewe labda ni katika fiqh wal ibadat. Nasema mashallah jamaa fiqh wal ibadat anajua vizuri. Kumbe hiyo fiqh wal ibadat yenyewe ametakhasus katika babu al-hajj peke yake. A'udhu billah. Yani tafiti yake aliyofanya inahusiana nini? Babu al-hajj peke yake. Kwa hiyo mutakhasis katika babu, na ni ustadh doktor katika fiqh. Umeona mambo hiyo? Kwa hivyo takhasus ndani ya takhasus ndani ya takhasus. Hakuna ilmu hiyo. Hizi shahada ndio ilmu. Hatupingi umuhimu wa shahada, sisi wenyewe tunacho. Huyu mwenyewe maneno haya Imam Abdullah bin Siddiq al-Ghumari alikuwa na shahada ya professor. Usifikiri labda mtu asiye kwambia labda huyu bwana anaongea hivi labda kwa sababu yeye alikosa shahada, au labda alikuwa na shahada tena mumtaz, na ni professor. Alipata tena shahada ya Azhar, sio shahada ya vichochoroni, shahada ya. Kwa hiyo sio kafikiri labda maneno haya anasema kwa sababu ana uchungu, hana nini. Analo gamba, tena gamba la juu kabisa ambalo kwamba hakuna gamba zaidi. Maana anaweza kutokea kijicho hapa kina kishahada chake cha nini hapa cha bachelor degree nini. Labda huyu kwa vile alikuwa na shahada, alikuwa na shahada tena ya juu, sio kigamba chako cha bachelor degree amechukua kama si mehonga watahini amefanya ndio ukakipata. Sio vizuri sana. Kwa hivi shahada hizi zistughuri. Shahada mtu kwetu basi zibaki tunaweka kabatini kule, basi unaendelea na ilmu. Kisha zamani ilmu wanazuoni walitumia kutafuta radhi za Allah, wanafundisha watu. Walikuwa hawajatumia ni kitega uchumi. Angaa hatupingi kwamba wakipatikana wahisani wakamsponsor alim, wakawa nampa alim ili alim awe tafarrak kwa ajili ya ilmu tu, inakuwa ni afdal. Inakuwa ni yani ile hakikatan mwanachuoni shekhe ambaye kwamba anafanya kazi na shekhe ambaye kwamba kuna watu wenye pesa wanamfadhili kila kitu kinachohusiana naye kwa ajili ya ilmu tu, asome na kusomesha. Huyu na huyu nani atafanya kazi kubwa? Naam, huyu anayefadhiliwa. Kwa hivyo hatupingi, na katika mukarana alim au anafanya kazi au atokee mtu amfadhili, afdal alim achague kufanya nini? Kufadhiliwa. Tabani yani kuna unyonge fulani, lakini afdal atafanya kazi kubwa zaidi, kwa sababu ni swala ambalo tuna experience nalo, yani tumejaribu tukaona. Ushaona? Unaweza ukawa unafanya kazi na kusomesha kama tunavyofanya sisi, lakini suuba unaoipata inakuwa nini? Ni kubwa, yani unajikalifu kweli kweli, kinyume na ada, kinyume na yule ambaye kwamba kuna watu wanamfadhili yeye kazi yake ni kusoma na kusomesha, na yule atafanya kazi kubwa zaidi kuliko wewe. Lakini asaf mara nyingi zikao huyu anayefanya kazi akawa anafanya kazi kubwa kuliko wewe anayefadhiliwa, sababu watu wengi ni wavivu sana. Mas'alatun hani mas'ala. Lakini sasa ikiwa hauwezi kusoma au huwezi kusema haki mpaka ufanye kazi zako, ndo afadhali uchague kusema haki
Sababu hata hao matajiri ni watu wengi wana mirengo. Watakufadhili lakini kwa sharti uwe na mrengo fulani. Kwa hivyo utakuta kuna baadhi ya wanazuoni kwa sababu ya kutaka ufadhili wa baadhi ya wahisani, unakuta maneno haki wanamunyo hawaeleweki, ni misukule wanaongea nini hao. Kwa sababu kuna rupia ziko, akisema haki zitakatwa. Sasa ikiwa mambo ni hiyo, afadhali ufanye kazi yako upate pesa yako kisha useme haki. Lakini akipatikana fadhili ahsan afdal. Mas'ala thabata mithbutu anna nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakika mtume qala limusii salatahu fi riwaya, alimwambia kumwambia limusii salatahu katika baadhi ya riwaya, fa in kana maka Qur'an, ukiwa unayo Qur'ani faqra basi soma, wa illa na kama hujahifadhi Qur'ani fahmadillah basi mhimidi Mwenyezi Mungu wa kabbiru wa halilu. Si ndio? هذه العبارة اسمها عبارة ثابتة مثبوت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الترمذي كتك سنن الإمام الترمذي بإسناد حسن كسند حسن، ورواها نعم يبكي بيه هي رواية غيره في الفيل أيضا. وسيدنا عبد الله بن أبي أوفى الصحابي قال مسيما جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا mtu alikuja kwa mtume فقال akasema inni la astati'u an akhudha min alqur'ani shay'an, hakika yangu mimi siwezi kusoma Qur'an kitu chochote, siwezi kubeba katika Qur'an kitu chochote. Shona fa'allimni basi nifundishe ma yujzi'uni minhu, kitu ambacho kwamba kitanitosha katika swala. Faqala sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema yani nasema siwezi, hata ukisema unifundishe sasa hivi siwezi kushika. Tuko vizuri sana. Mtume akasema hii kuonyesha kwamba sio kama masahaba wote walikuwa ni wasomi. Kuna baadhi ya masahaba walikuwa ni wasomi lakini wengine ndio hivyo wanasema mimi siwezi kushika chochote. Kwa hiyo niangalizie tu kama kitu gani hafifu kinaweza kunitosha nikaswali. Qul sema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata. Alhadith ay akmil alhadith. وقد لخص الإمام الحافظ النووي، حقيقة مفوبيش الإمام النووي رحمه الله تعالى Mwenyezi Mungu amrhamu, ما يستنبط yale yanayong'amuliwa yanayochukuliwa min hadhihi alahadith, kutokana na hadithi hizi. Faqala akasema qala ashabuna, wamesema wafuasi zetu yani ulama katika Shafi'ia, idha lam yaqdir almusalli, asipoweza mwenye kusali ala qira'ati al-Fatiha, kusoma surah al-Fatiha, wajaba alayhi, itakuwa ni wajibu juu yake tahsiluha, kuitafuta, bitaallumin, kwa kujifundisha, au tahsil mushafin, au kutafuta mushaf yaqrauha fihi, ambao kwamba atasoma hiyo suratul Fatiha katika mushafu huo, bisharain, ima ununue, au ijaratin, au akodishe, au i'aratin, au azim. Yani hajihifadhi Qur'ani basi ni wajib atafute mushaf asome hiyo suratul Fatiha kutoka katika mushaf. Fa in kana fi laylin, akiwa katika usiku, haya amepata mushaf lakini swala yenyewe ni isha usiku. Fa in kana fi laylin, akiwa katika usiku, au dhulmatin, au kasemu katika giza, lazimahu, itamlazimwe tahsilu siraji, kuitafuta ta inda al-imkani, akiweza. Yani ana mushaf ya suratul Fatiha hajihifadhi mpaka asome kwa mushaf, lakini usiku hakuna taa, kuna giza, itamlazimu, ni wajib, sheria inamwambia katafute taa ajawashe aone suratul Fatiha. Falau imtana min dhalika, la atajizuia kufanya hivyo, yani kwenda kutafuta mushaf au kutafuta taa inda al-imkani, wakati wa kuwezekana, na anaweza kufanya hivyo, athima, atapata dhambi, walazima, itamlazimu i'adatu kulli salatin, kurejesha kila swala sallaha aloiswali qabla qira'ati al-Fatiha, kabla ya kusoma. Sisi tumeelewana? Wewe unaweza kusoma kwa musafu, ndio kutafuta, hujaenda kutafuta. Ni usiku katafuta taa, hujaenda kufanya, na unaweza ukaswali hivyo bila kusoma suratul Fatiha, utapata dhambi na swala zako zote utarejesha. Wadaliluna, na dalili yetu juu ya hilo, alqaidatul mashhuratu fil usuli, ni kanuni ambayo ni mashuhuri katika usuli na furu', katika usuli al-fiqh, misingi fiqh na furu' al-fiqh, matawi yake, si ndio? Anasema inna ma la yatimmu al-wajibu illa bihi, hakika kitu ambacho kwamba wajib hautimii isipokuwa kwa kitu hicho, wa huwa maqdurun, na kitu hicho ikawa kinawezekana kufanywa, lilmukallaf, kwa mtu mwenye akalifishwa sheria, fa huwa wajib, kitu hicho ni wajib. Kusoma suratul Fatiha ni wajib. Huyu hajihifadhi suratul Fatiha, shona wasila kuweza kuisoma suratul Fatiha huyu nini, ni kutafuta mushaf. Kwa hivyo na kutafuta mushaf pia kutakuwa nini, ni wajib, kama ilivyokuwa kusoma suratul Fatiha ni wajib.
Na kutafuta taa kama itakuwa ni usiku itakuwa ni wajib, kama ilivyokuwa kusoma suratul Fatiha ni nini? Ma la yatimu alwajibu illa bihi wa huwa maqduru lilmukallafa huwa wajib. Ama ikiwa sio maqdur hakuna neno. Naam. Fa in ta'azzarat alayhi alfatihatu, ikiwa haikuwezekana juu yake kusoma suratul Fatiha, lita'adhuri at-ta'limi, kwa kushindikana kusoma, lidhiki alwaqti, kwa kuufinywa wakati, au baladati, au pumbavu wake. Unajua kuna watu ni pumbavu sana, yani balidi, yani mtu mpumbavu ambaye kama kidogo akili yake inakuwa haishiki, au adamil muallimi, au kutokuwa na mali, au sema balidi, yani sema nini, pite, yani ushaona ni hiyo pite, yani Allahu almusta'an. Au almushaf, au kukosekana mushaf, au ghairi dhalika, au isiokuwa hiyo, lam yajuz tarjamat alqur'ani, haitofaa kuifasiri Qur'ani bighairi al-arabia, kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Yani kama ikiwa ni dharura hakuweza, ameshindwa kusoma, basi hutomfasiria Qur'ani kwa maneno ya Kiswahili ama lugha nyingine asome, la ifai. Bali yanzur, bali atatizama, in ahsana ghairaha, akiwa ataweza kusoma nyingine isiyokuwa suratul Fatiha min al-Qur'ani, katika Qur'an. Yani ikiwa na sura nyingine anajua, labda anajua inna atainaka mfano wake, lakini Fatiha haijui, basi ataangalia hiyo nyingine. Lazimahu, na itamlazimu qira'atu 7 ayatin, kusoma aya ngapi? Lilhadithi, kwa sababu hadithi inasema faqra ma tayassara ma'aka min alquran, soma kile kitu ambacho kwamba kitakuwa ni chepesi kwa wewe katika Qur'an. Sah. Wal harfu almushaddad, na herufi yenye shadda, biharfain, inahesabika ni herufi ngapi? 2 fi al-Fatiha, katika nini Fatiha, wal badal, na ile badali ya nini, ya suratul Fatiha. Yani mtu asiyoweza suratul Fatiha tunaambia angalia badali yake, si ndio? Basi na ile badali ya suratul Fatiha pia al-harfu al-mushaddad bil harfain. Hapo tumeelewana vizuri sana? Habari jelewa? Mbona niangalia? Umeelewa vipi? Yani ile sura baada anaweza kusoma, anasema herufi yenye shadda katika ile sura biharfaini, Fatiha na kile badali ya Fatiha. Amma idha kana la yuhsinu qira'ata al-Fatihati jami'ha, ama ikiwa hawezi kusoma suratul Fatiha yote, bali yuhsinu duna 7 ayatin, anaweza kusoma lakini chini ya 7, ka ayatin, kama kwa anaweza kusoma aya 1 au ayatain au aya 2. Fal asahu, basi qawli sahih annahu, ni kwamba yaqra'u ma yuhsinuhu, atasoma kile anacho kijua, anachokiweza, sawa. Thumma yati bibadali albaqi, kisha ataleta badali ya kile kilicho. Lakini la yajuzu alintiqalu. Hapo tumeelewana? Yani unaweza kusoma mathalan bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, aizi peke yake ndio unaweza. Utasoma mpaka hapa, kisha hii sehemu iliyobaki utaangalia kitu kingine, kama ni inna atainaka pia unaiweza, utasoma ili aje aunganisha hapa. Lakini la yajuzu al-intiqalu, haifai kuhama, ila dhikri, kwenda katika dhikri, illa ba'da al-ajzi an al-Qur'an, isipokuwa baada ya kushindwa kusoma nini. Yani hataenda kule kuichukua dhikri kwa badala ya suratul Fatiha mpaka awe hakuna kitu chochote katika Qur'ani, hawezi kusoma, ndio atafanya dhikri. Wa qawluna, qawli yetu bi annahu, ya kwamba yaqra ma yuhsinuhu, atasoma kile anachokijua, wayati bil badal, na ataleta badali yake, bi sharti wujubi tartibi bainahuma, kwa sharti ya wajibu kufanya nini, kufanya mpangilio. Fa in kana yahfadhu awwal al-Fatihati, ikiwa amehifadhi mwanzo wa suratul Fatiha, ata bihi, ataisoma, thumma yati bil badal, kisha ataanza kusoma badali yake. Wala yajuzu al-aksu, wala haifai kinyume. Yani mathalan tumesema kwamba ikiwa kuna aya fulani katika suratul Fatiha anazijua lakini zingine hazijui, utazisoma zile unazojua, kisha utaleta badali nyingine ya Qur'an nyingine aliyohifadhi. Sasa lazima afanye taratibu, utasoma zile unazojua katika suratul Fatiha, kisha ndio sura nyingine, wala huwezi kuanza sura nyingine kisha ukaanza Fatiha, la. Sema in kana yahfadhu akhiraha, akiwa amehifadhi mwisho nini, ata bil badali, ataleta nini, ile badali ya suratul Fatiha huku mwanzoni mwake. Thumma yaqra'u alladhi, kisha atasoma ile sehemu kwamba yahfadhu, alohifadhi minha katika hiyo suratul. Falau akasa, law tafanya kinyume na hivyo, lam yujizu, haitomfalia.
si ndio? Falau akasa, lau atafanya kinyume, lam yajuzhu, haitofanya lam yujzihi, si ndio? La. Falau akasa, lau atafanya kinyume, lam yujzihi, haitomfalia. Wala nafahamu anna al-ahwata, hakika jambo lenye kutoa kwenye shaka, wal mustahabba, na lenye kupendekezwa, liman, kwa yule ambao kwamba la yahfadh, hajihifadhi, illa ayatan, isipokuwa aya moja min al-Fatiha, katika suratul Fatiha, ayukarriraha, ni aikariri 7 marati, mara wayati madhalika, na hataleta pamoja na hilo bibadali, kwa badali mazada alaiha, ya kile kilicho zidi. Hapo tumeelewana? Yani mtu anajua aya moja tu, bismillahirrahmanirrahim, basi aikariri ile mara ngapi? Mara 7, kisha baada ya hapo alete nini? Badali yake. Fa illam yuhsin shay'an min al-Qur'ani, asipoweza kusoma chochote katika Qur'ani, wajaba alayhi, itakuwa ni wajibu juu yake, ayati bidhikri, alete nini? Dhikri, badalahu, badali yake, li hadithi Abdullah ibn Abi Aufa, kwa ajili hadithi Abi Abdullah ibn Aufa, alladhi, ambayo kwamba taqaddama, imetangulia, anifan, hapa karibu, si ndio? Kisha wali hadithi Rifa'ata, na kwa hadithi ya Rifa'a al-musii fi al-musii salatahu, katika ile hadithi ya al-musii salatahu. Wajzihi jami'u al-adhkari, na zinamfalia yeye, na zinamtoshea adhkari zote, min at-tahlili, kutokana na tahlili, wa tasbihi, na tasbihi, wa takbir, na takbir, wa ghairiha, na nyinginezo. Fayajibu 7 adhkarin, basi ni wajibu asome adhkari ngapi? La yanqusu hurufuha, azipungue herufi zake, an hurufi al-Fatiha, kutokana na hurufi za suratul, yani zile adhkari zenyewe ambazo kwamba atazileta baada ya Fatiha, zipungue idadi ya suratul Fatiha. Wa ihtiyatan, na kujitoa katika shaka, yazidu ala 7 adhkarin, nabidi azidishe zaidi ya adhkari ngapi? 7, liyatahaqqaq, ili awe na uhakika, annahu, ya kwamba qaraa, misoma, biqadri hurufi al-Fatiha, kwa kiasi ya hurufi za suratul Fatiha. Qala imamu al-Haramain, amesema imamu al-Haramain, imamu al-Haramain al-Imam Abdul Malik al-Juwayni, ndio Sheikh wa Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, na mmoja katika waasisi wa madhhabu al-Ash'ariyya. Wala yura'i huna, na hatochunga hapa katika hizo adhkari, illa al-hurufa, isipokuwa nini? Bikhilafi ma idha ahsana Qur'anan, kinyume kama atakuwa anajua Qur'an, ghaira al-Fatiha, isiyokuwa, fa inna nura'i al-ayat, hakika hapo tutakuwa tunachunga nini? Yani ikiwa badala ya toileta ni adhkar, anachunga herufi tu, idadi ya herufi. Ikiwa badala ya toileta ni Qur'ani isiyokuwa suratul Fatiha, basi tachunga idadi ya nini? Ya ayat. Wal ahwatu, na lenye kutoka katika shaka zaidi, an takuna hurufu, anizi hurufi zake, biqadri al-Fatiha, kiasi ya suratul Fatiha, au aktar, au. Wa idha lam yuhsin shay'an min al-Qur'an, asipoweza kusoma vizuri chochote katika Qur'an, wa lam yuhsin adh-dhikra bil arabiyya, na hakuweza kusoma dhikri kwa Kiarabu, wa ahsanahu bil ajamiyya, na akawa anaileta hiyo, anaweza hiyo dhikri kwa Kiajemi isiyokuwa Kiarabu, atabihi bil ajamiyya, ataileta kwa Kiajemi dhikri, lakini si ndio? Ama Qur'ani fala, kama yati bi takbirati al-ihram, kama anavyoweza kusoma takbiratu al-ihram bil ajamiyya, kwa nini? Kwa Kiajemi. Idha lam yuhsin al-arabiyya, kama hajui Kiarabu. Wa idha lam yuhsin shay'an min al-Qur'an, na kama hajui chochote katika Qur'an, wala min adh-dhikri, wala katika dhikri, wala amkanahu at-ta'limu, wala haikumwezekania kusoma, wajaba alayhi, itapasa juu yake, ayaquma, asimame, biqadri al-Fatiha, kiasi kusoma suratul Fatiha, sakita, na kama nyamaza kimya, thumma yarka, kisha aruku. Hapo tumeelewana? Kisha watajzi salatuhu, na inamfalia salake, bila i'adatin, pasna kurejesha, liannahu ma'murun, kwa sababu ya maamrisha, bilqiyami, kwa kusimama, walqirana, nini? Na kusoma. Fa idha ajaza an ahadihima, akishinda kufanya moja ya mambo hayo,
mawili, ata bil akhari, ataleta hili lingine, liqauli sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya kauli mtume, idha amartukum bi amrin, ikiwa kuamrisheni jambo, fa'atu minhu mastata'tum, basi lifanyeni kiasi mwezavyo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Intaha kalamu al-Imam al-Hafidh an-Nawawi, yamekoma maneno Imam an-Nawawi min al-Majmu' kutoka katika kitabu cha. Hapo tumeelewana vizuri sana. Yani huyu mtu hawezi kusoma suratul Fatiha, hawezi Qur'ani nyingine, hawezi adhkari, hawezi chochote. Naambia basi ni asimame tu kiasi ya suratul Fatiha, kisha rukuu, kisha mfano, kwa sababu katika swala maamrisho qiyam ni amri na qiraa pia nini. Hii umeshindwa, basi usiache hii. Si ndio? Wallahu a'lam. Kama utakuwa kuna mtu ana swali, akona istifsar, akona nini, basi yasal wa nahnu fi khidmatihi.